Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Leo ni Jumamosi. Jana ilikuwa Ijumaa Kuu. Leo ni Jumamosi. Siku hii inaitwa siku ya ukimya. Baada ya kifo cha Yesu Kristo, mji wa Yerusalemu ulizizima kwa ukimya. Kwa nini? Kwa sababu maaskari waliamriwa kuwatafuta wanafunzi na wote waliokuwa upande wa Yesu wakamatwe. Kwa hiyo kukawa kimya, kila mtu akajifungia. Kwa hiyo mji ulinyamaza kimya. Lakini kitu gani kilitokea siku hii ya leo kingine? Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 62 mpaka wa mwisho hapa anasema, hata siku ya pili ndiyo iliyo ya maandalio. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Amen. Mpendwa wa kipindi cha mkate wa leo, bila shaka unaendelea kufuatilia vipindi hivi muhimu ambavyo vitakusaidia. Sasa leo ni siku ya ukimya. Kama nilivyosema, siku hii ilikuwa ni siku ya kuandaa ilikuwa siku ya maandalio. Sasa kwa sababu hiyo sasa Biblia inasema wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakaenda kwa Pilato, wakamwambia Pilato, Bwana, tumekumbuka yule bwana mjanja alikuwa amesema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 hata mkiniua nitafufuka. Basi tunakuomba tupeleke pale maaskari walilinde kaburi, ili wasije wanafunzi wake wakaja wakamuiba, alafu udanganyifu wake ukawa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Pilato akawaambia, nyinyi mnao askari, nendeni mkalilinde salama kaburi mjuavyo, kwani kuna shida gani? Basi wakapelekwa askari, wakaenda kulilinda kaburi. Pale kwenye kaburi kulikuwa na jiwe kubwa limefunika kaburi. Lile jiwe wakalipiga muhuri kwamba lisiondolewe. Muhuri maana yake ni alama kwamba kuna ruhusa ya kuliondoa. Basi likapigwa muhuri lile jiwe, kaburi likalindwa na askari. Kwa hiyo leo kaburi limeanza kulindwa kaburi, na kufanya hivyo ni kuondoa utata. Walifikiri watauondoa utata, yaani wao walivyodhani ni utata kwamba Yesu alisema atafufuka, ni uongo mtupu. Kwa hivyo ili kuondoa hiyo, wakazuia lile kaburi ili wanafunzi labda wasije wakaingia wakauchukua mwili alafu wakawatangazia watu Yesu amefufuka. Hivyo anasema udanganyifu wake ungekuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Kwa sababu hiyo basi, pendwa mtazamaji wangu na wa kipindi hiki muhimu cha mkate wa leo, leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu sana ya kujifunza mambo haya muhimu. Nayo ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza hapa tunaloliona ni ulinzi wa kaburi. Kaburi linapelekewa ulinzi. Unawezaje kumlinda aliyeiumba dunia hii ili asifanye anavyotaka? Hiyo ni kazi ngumu. Ni sawasawa na kuchukua maji kujaza gunia.
kitu ambacho hutaweza, au ni sawasawa na kuchukua maji mtoni kujaza bahari ijae, hutaweza. Kwa hiyo ilikuwa ndicho kilichotokea. Wanalinda kaburi. Huwezi kumlinda Mungu, lakini Mungu anaweza kutulinda sisi. Huwezi kumlinda Yesu, lakini Yesu anaweza kutulinda sisi. Kwa hivyo huo ulikuwa mpango wao, lakini ulioshindwa. Tutaona kesho kwamba Yesu kitu gani kilitokea. Ulikuwa mpango wao, lakini ulikuja kushindwa. Lakini jambo la pili tunalolipata hapa ni udanganyifu. Ukweli utabaki kuwa ukweli na uongo utabaki kuwa uongo. Hawa wanasema Yesu alisema atafufuka. Kwa hiyo tunaogopa kwamba huu udanganyifu utakuwa mkubwa. Watakapomuiba wakasema amefufuka, utakuwa mkubwa. Mimi nikwambie, ukweli unabaki ukweli na uongo unabaki kuwa uongo. Kwa hivyo wao walifikiri Yesu anachosema ni cha uongo, hakiwezi kutokea. Lakini kumbe Yesu alichosema alimaanisha, na ndicho kilichotokea. Na kesho tutakuwa kushuhudia katika ibada zetu, tutaambiwa mengi kuhusu kilichotokea. Kwa hiyo uongo ni uongo, unabaki kuwa uongo. Ukweli huwezi kuufunika kwa chungu wala kuufunika kwa mfuniko ili usitoke. Ukweli lazima utatoka tu, hata ukiufunika utatoka tu. Uongo pia ni uongo tu, hata ukiufunika utatokeza tu. Uongo tu. Kwa hiyo udanganyifu wao na kufikiri kwamba hii sio kweli, lakini kumbe ndio kweli, walikuja kuumbuka vibaya. Taona kesho wao maaskari waliowekwa pale walipata shida sana. Ngoja nikwambie, mpango wa Mungu unabaki kuwa mpango wa Mungu, na mpango wa wanadamu unabaki kuwa wa wanadamu. Lakini mpango wa Mungu haupingwi na mwanadamu wala hauzuiliwi na mwanadamu. Lakini mpango wa Mungu unabaki kuwa mpango wa Mungu na utaendelea kusimama. Nikusihi sana mpendwa mtazamaji wangu, katika siku hii tunapoelekea Pasaka, basi shika ukweli, acha uongo. Shika ukweli, acha uongo. Shika iliyo kweli, acha upinzani. Upinzani wao uliwaletea aibu kubwa sana. Lakini Mungu awe upande wako, akusaidie, akubariki. Kesho tutaona mambo mazuri yalitokea, mazuri sana. Asante sana, nikutakie kila laheri na maandalizi mema ya Pasaka hapo kesho. Ukawe na Pasaka njema ya furaha na amani, iliyojaa furaha na amani. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.